Habari, leo tutaenda kuangalia swala zima la makato. Sasa Soft Malipo ina makato ya aina mbili na ipo flexible, kwa maana ya mfanyabiashara anaweza akachagua ni makato ya aina gani anataka kutumia kwenye biashara yake na kwenye miamala ambayo atakuwa anaifanya yeye na wateja wake. Kufanya hivyo, unakuja hapa kwenye menu, utaingia kwenye sehemu ya makato. Sasa kwenye sehemu ya makato kuna muktasari, kuna jedwali na kuna maelezo. Tutaanzia hapa kwenye muktasari. Hapa kwanza utaona modi ambayo wewe umeenabu au umeiruhusu uweze kufanya kazi kwenye mfumo wako na kwenye biashara yako. Sasa hivi ipo kwenye modi ya agent mode. Kwa hiyo sisi tuna modi ya agent mode pamoja na modi ya business mode. Sasa wewe utaangalia kulingana na viwango vya makato ambavyo vipo, wewe mwenyewe ndio utaamua. Kama unataka kufanya kazi as agent, ina maana kuna viwango vya agent ambavyo vimewekwa, na kama unataka kufanya kazi as a businessman au as a business, ina maana utachagua viwango vya business. Ni viwango tu vya makato ambavyo vimewekwa pale. Vile viwango tofauti wake ni kwamba viwango vya agent vitakuwa labda vina makato madogo zaidi, lakini viwango vya business labda vitakuwa vina makato makubwa zaidi, makubwa kidogo ukikompare na agent mode, lakini pia tunaangalia na benefit ambazo mfanyabiashara anapata. Kwa hiyo kwenye agent mode mfanyabiashara atapata faida ndogo ukikompare na kwenye viwango vya business mode. Ina maana makato ambayo mteja atakuwa anapata kama faida yake kwenye muamala vitakuwa ni kiasi kidogo ukikompare au kilinganisha na kile kiwango ambacho atakuwa analipwa mfanyabiashara kwenye business mode. Tuanze na kwenye agent mode. Kwenye agent mode hapa kuna maelezo kadhaa kwamba kiasi gani na nini umeweza kutaka kulipisha kiasi kadhaa, makato itakuwaje, lakini hizo taarifa zote zipo hapa kwenye jedwali. Ukija kwenye jedwali hapa utaona jedwali kamili za tozo ambapo kuna kiasi gani inaanzia mpaka kiasi gani, tozo ya mtandao ni kiasi gani, lakini Soft Malipo inaongezea kiasi gani kama ada ya muamala, na jumla ya makato ambayo mteja atakata kutokana na kiasi gani, lakini hapa utaona faida yako wewe kama mfanyabiashara itakuwa ni kiasi gani. Sawa? Na hii ya mwisho ni referee, hatutaizungumzia kwa sasa hivi, lakini referee ni mtu ambaye labda alikupa taarifa kuhusu Soft Malipo na hii application, akakupa taarifa. Baada ya kukupa taarifa, kuna faida ambazo atakuwa anazipata yeye kupitia wewe. Lakini sasa hivi tuangalie swala zima la makato. Kwa hiyo kwenye agent mode tuna hili jedwali ambayo inaonyesha kuanzia kiasi gani mpaka kiasi gani, tozo ya mtandao itakuwa kiasi gani, jumla ya makato itakuwa kiasi gani, lakini faida yako wewe kama mfanyabiashara utaipata itakuwa ni kiasi gani. Tuangalie mfano labda kwenye muamala wa shilingi 10,000, katika muamala wa shilingi 10,000 mpaka 14,000, jumla ya makato yatakuwa ni shilingi 1,000 kwa mteja. Faida yako wewe kama mfanyabiashara utapewa shilingi 500 ukikamilisha huo muamala. Sawa? Labda kwenye muamala wa 200,000 wewe kama mfanyabiashara utapokea shilingi 2,000 kama faida yako. Alafu pia labda kwenye muamala wa shilingi 900,000 wewe kama mfanyabiashara utapokea shilingi 4,000 kama faida ya muamala wako uliofanya na kuendelea. Kwa hiyo makato yote yapo hapa na faida ambayo unaweza ukaipata yako hapo, unaweza ukaona. Sasa hapo tupo kwenye aina ya au tupo kwenye modi ya agent mode. Modi hii makato yake pamoja na faida zake zimewekwa hapa. Utaona hapa shilingi 100, shilingi 200, 400 na nini na kuendelea. Lakini unaweza ukabadilisha ukataka kwenda kwenye modi ya business. Kwa maana makato yatakuwa ni utakuwa na faida kubwa kidogo ukilinganisha na kwenye modi ya agent mode. Sasa ukitaka kubadilisha vile vile tu unakuja hapa, unakuja kwenye makato. Ukishakuja kwenye makato unaweza kubadilisha kwa kuja hapa kwenye hapa badilisha hapa. Sasa hivi nasoma agent mode, lakini unataka kubadilisha na bonyeza hapa badili hadi business mode. Kwa hiyo tukibonyeza hapa unathibitisha ndio unataka kubadilisha. Okay, baada ya kufanya hivyo utakuwa umeshabadilisha. Kumbuka sasa hivi tupo kwenye agent mode, lakini kwa sababu tumeshabadilisha tunategemea tuende tukute tupo kwenye business mode. Yeah. Kwa sasa hivi tukiingia hapa tunaona tupo kwenye business mode. Na kwenye business mode kama tunavyoweza kuona makato ni tofauti na yale ya mara ya kwanza. Sawa? Na utaona faida yake ni kubwa kwa mfanyabiashara ukilinganisha na ile ya mara ya kwanza. Katika miamala karibu yote faida yake ni kubwa kuliko ile ya mara ya kwanza. Kwa hiyo mfanyabiashara ana uhuru wa kuamua yeye atakuwa anapata faida kiasi gani kulingana na modi ambayo ameapply. Kwa hiyo
Kwa default au setting ambayo imewekwa, mtu akishajisajili atakuwa na hii business mode, lakini ana uwezo wa kubadilisha kwenda kwenye agent mode. Kama anataka makato ya apply kama agent mode, ataenda kwenye agent mode, yatakuja makato ya kawaida ambayo yata apply kulingana na viwango vya agent vilivyo setiwa pale. Kwa hiyo mfanyabiashara ana uhuru wa kuamua ni kiasi gani anataka kutoza mteja wake kama makato, na yeye anataka kulipwa kiasi gani kwa kwenda kwenye mode. Asanteni.